Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, ili niweze kukufahamisha lakini pia niweze kukupatia uchambuzi wa kina kuhusu masuala ambayo yameendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, taarifa ninazozipata siku ya leo ni kuhusu Umoja wa Afrika ama United Nations na jaribio la kuweza kuendelea kufunika maovu yaliyoweza kutokea nchini Tanzania tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Msikilizaji, taarifa nilizozipata ni kwamba ambaye anawakilisha Tanzania kama Special Envoy kwa AU ameweza kufanya ziara nchini Tanzania na ameweza kuonekana kuhalalisha uchunguzi unaofanywa na tume ya Chande kama utakaoweza kutegemewa kutoa mwanga kwa kile ambacho kiliweza kutokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Bila shaka msikilizaji, matukio ambayo tumeweza kuyashuhudia katika shughuli zinazoendeleshwa na tume ile ya Chande zimetuonyesha fika kwamba bila shaka tume ile inawakilisha uwepo wa Samia kama ilivyoweza kuteuliwa na Samia, kwa sababu tumeshuhudia watu waliotoa ushahidi kwenye tume wakipotea. Bila shaka inakueleza kwamba tume hiyo ipo kwa ajili ya kufanikisha masuala ambayo yanahitaji kuyafanikisha Samia. Sasa msikilizaji, naomba nikusomee taarifa hii kisha tuipate kuichambua na kuielewa zaidi. Ipo kwenye Kiingereza lakini nitakupa tafsiri msikilizaji. Tufikirie, so for clarification, Prophet Onanga Anyanga is not an official envoy appointed for Tanzania because this appointment by Antonio Guterres doesn't exist, and even Onanga's mandate as SRSD is limited. Why? Because he's on his way out in his position as special representative of the UN Secretary General for the UN office to the African Union. He was appointed February 23, 2026 as acting head of the UN regional office for Central Africa, which means hawezi kuwa special envoy tena kwa sababu alipata appointment nyingine. Kipengele hiki msikilizaji, kama nikijaribu kukitafsiri kwa Kiswahili, kimesoma hivi: tafakuru. Kwa hivyo kwa ufafanuzi, Prophet Onanga Anyanga si mjumbe maalum aliyeteuliwa rasmi kwa ajili ya Tanzania, kwani uteuzi huu wa Antonio Guterres haupo, na hata mamlaka ya Onanga kama SRSD ni ndogo. Kwa nini? Kwa sababu yuko njiani kuaga katika nafasi yake kama mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Umoja wa Afrika na mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa Umoja wa Afrika aliyeteuliwa Februari 23 mwaka 2026 kama kaimu msimamizi wa jukumu la mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu wa ofisi ya kanda ya Umoja wa Mataifa wa Afrika ya Kati. Msikilizaji, taarifa hii ikaendelea hivi. Sasa kwa hivyo ziara hii ya nchini Tanzania ambayo inaweza kuwa ziara yake ya mwisho kama SRSD ilikuwa mawazo yake binafsi kama ziara kwa upande wake au mpango rasmi wa upatanishi ulioidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Kwa nini tovuti ya makala ya UNOAU inaita hii ziara tu na kutumia lugha inayofanana na ile ambayo serikali haramu imekuwa ikitumia
ama imekuwa ikijaribu kutumia kama vile upatanishi wa kitaifa na maridhiano, baada ya kujitokeza waziwazi ikilaani uchaguzi wa ulaguzi na ukatili ambao uliainisha na waangalizi wa AU kama uchaguzi usio huru na wa haki. Msingi wa mazungumzo yoyote ni uchaguzi mpya na uchaguzi huru. Kunradhi msikilizaji, msingi wa mazungumzo yoyote ni uchaguzi mpya na uchaguzi huru. Lakini Onanga amejaribu kutakasa tume iliyoteuliwa na mshukiwa mkuu ambaye ni Samia Suluhu Hassan kukubali na kuiamini. Sisi wananchi tunataka maelezo wasi kuhusu ziara hii na tunakataa kudanganywa na wadanganyifu wachache katika kitaifa na kimataifa. Na kama nyote mnataka upatanisho wa kitaifa, anzeni na Samia Suluhu must go na ukweli wa haki na uwajibikaji. Ndio hivyo taarifa hii imeweza kusoma msikilizaji, kwa sababu kila ambacho kimeweza kusababisha haya msikilizaji ni kwamba bwana huyu ambaye ni Prophet Onanga alifanya ziara nchini Tanzania, lakini akaja kama mwakilishi ama mjumbe maalum aliyeteuliwa rasmi kwa ajili ya Tanzania. Lakini sasa bwana huyu tayari, nimekueleza hapa, ilikuwa ni Februari 23, tayari alikuwa ameteuliwa kama mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa Umoja wa Afrika. Ina maana siku alipoteuliwa katika nafasi hiyo, alipoteza nafasi ya kuwa mjumbe maalum aliyeteuliwa rasmi kwa ajili ya Tanzania, kwa sababu hawezi kushikilia nyadhifa mbili. Na sasa kilichotokea ambacho kimeleta utata hapa ni kwamba bwana huyu amekuja nchini Tanzania na amekuja ziara ambayo inafaa kuangaliwa kama swala ambalo liko private. Lakini katika ukurasa wa UN wameweza kuiandika kama ni ziara ya kitaifa ambayo imefanywa na special envoy ama mjumbe maalum aliyeteuliwa kuwakilisha Tanzania, jambo ambalo haliwezi kuwa, kwa sababu alipoteza nafasi hiyo alipochukua nafasi nyingine. Sasa msikilizaji, jambo hilo linafanya kwamba tuifikirie UN na vyombo ambavyo inafanya kazi navyo kama wanaojaribu kushirikiana na uongozi wa Tanzania ambao uliwaumiza Watanzania, uliwaua Watanzania, katika kutueleza kwamba kilichotokea kilikuwa ni halali na kwamba hawakuona matatizo kutokana na kile ambacho kilishuhudiwa Oktoba 29 nchini Tanzania. Na sasa kwa sababu bwana huyu Prophet Onanga alipoteza nafasi ya kuwa mwakilishi wa nchi ya Tanzania, ni marufuku kwake yeye kuja Tanzania na kusema kwamba amefanya ziara inayowakilisha kikundi cha UN, kipindi ambapo alipoteza nafasi ya kuwa mwakilishi ama mjumbe maalum ambaye anawakilisha nchi ya Tanzania. Kwa hivyo hiyo haiwezi kuwa ni ziara rasmi, inafaa ikuwe ni a private affair. Alikuja tu kwa ajili ya kutembea Tanzania na kufanya mambo yake ya kibinafsi, isiyo kwamba ni ziara ya kuwawakilisha Watanzania.
Na sasa kinachotokea ni kwamba wamekuja kuzika uovu ambao ulishuhudiwa katika uchaguzi wa Oktoba 29 na wanataka kusafisha uovu huo kwa kutumia ushahidi ambao tume ya uchunguzi ya Chande itaweza kuwasilisha kwao. Na bila shaka, msikilizaji, mtu ambaye anatuhumiwa kufanya uovu, tangu siku gani akawa kwamba ndio mtu ambaye anateua wale ambao watamchunguza? Haki iko wapi hapo? Yaani unatuhumiwa kwamba wewe ndo ulifanya kitu fulani, lakini tena pia wewe ndo unateua tume itakayoweza kukuchunguza. Sasa ukweli unatokea wapi? Msikilizaji, karibu sana katika kituo hichi. Nimeendelea kukukaribisha, zidi kutia subscription na kuendelea kutufuatilia ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kufahamishana na tunazidi kukusogeshea karibu yale ambayo yanazidi kutokea. Jina langu ni Presenter Guton, piga subscription tuendelee kufahamishana.